Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la fasihi, na leo tupo ukurasa wa 46 kwenye shairi lenye kichwa cha habari kinachosema tawqiru rijal, kuwaheshimu watu. Tawqiru rijal, kuwaheshimu watu. Anasema imamuna rahimahullahu ta'ala, waman haba rijala tahayyabuhu, waman, na yule ambaye haba rijala, atakuwa ni mwenye kuwaogopa watu. Atakuwa ni mwenye kuwaogopa watu. Kuwaogopa hapa haimaanishi kuwaona ni wabaya au kuwaona ni wababe, hapana. Ina maana ya kuwaheshimu. Tamam, ina maana ya kuwaheshimu. Kuogopa kuwavunjia heshima, kuogopa kuwadharau, kuogopa kuwashusha thamani zao, ndicho kilichokusudiwa hapa, na maana yake ni heshima. Tamam. Kwa waman haba rijala, mwenye kuogopa kuwavunjia heshima watu, kuwadharau watu, kuwaharibia thamani zao, kuwaharibia vyeo vyao, tahayyabuhu, naye watamuogopa, kwa maana na wao pia wataogopa hilo la kumvunjia heshima, kumharibia thamani yake, kumharibia heshima yake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba waman haba rijala, na yule atakaye waheshimu watu, tahayyabuhu, naye watu watamuheshimu. Tahayyabuhu, naye watu watamuheshimu. Waman haqara rijala falan yuhaba, waman haqara rijala, na yule atakaye wadharau watu, atakaye wadharau watu, falan yuhaba, hatoogopwa, kwa maana na yeye atadharauliwa. Watu hawatoogopa kumvunjia heshima, na yeye hawatoogopa kumchafulia jina lake, hawatoogopa kuishusha ile thamani yake. Tamam. Na hata Imamu na Shafi'i ana mashairi yake fulani hivi, anasema kwenye diwani hayapo, kama yapo basi tutakuja kuyaona mbele, lakini sijayaona mpaka sasa hivi. Anasema lastu bihayyabin liman la yahabuni, mimi si mwenye kumwogopa yule ambaye haniogopi mimi. Walastu ara lilmar'i ma la yara liya, na wala sioni chochote kwa mtu ikiwa mtu huyo haoni chochote kwangu mimi, akimaanisha kwamba mimi simuheshimu yule mtu ambaye yeye mwenyewe pia haniheshimu mimi, lakini pia sioni chochote kwa yule mtu ambaye nini, haoni chochote kwangu mimi. Yeye akiniona mimi mjinga, basi na mimi pia namwona yeye pia ni mjinga. Tamam. Kwa hiyo hapa imekusudiwa kwamba yule mwenye kuwaheshimu watu, naye watu watamheshimu, na yule mwenye kuwadharau watu, falan yuhaba, hatoogopwa, kwa maana hatoheshimiwa. Tamam. Waman qadat rijalu lahu huquqan, waman, na yule mtu ambaye qadat rijalu lahu huquqan, watu watamtekelezea haki zake. Waman, na yule mtu ambaye qadat rijalu lahu huquqan, watu watamtekelezea haki zake. Yaqdi lahum huquqan, imeondoshwa jawabu sharti. Tamam, imeondoshwa nini? Jawabu sharti, lakini ipo. Tamam, nayo ni yaqdi lahum huquqan. Waman qadat rijalu lahu huquqan, na yule mtu ambaye watu watamtekelezea haki zake. Yaqdi lahum huquqan, naye awatekelezee watu hao nini? Haki zao. Tamam, yaqdi lahum huquqan, na yeye awatekelezee watu hao haki zao. Hiyo ndio jawabu yake. Waman ya'si rijala fama asaba, na yule ambaye atawakosea watu kwa kuwavunjia heshima, kuwachafulia vyeo vyao, kuwachafulia majina yao, fama asaba, hajapatia mtu huyo, bali amekosea. Fama asaba,
hajapatia bali amekosea. Tamam. Kwa hiyo shairi hili Imamu na Shafi'i anatuhusia tu waheshimu watu, lakini pia anatuonesha upande wa pili, ikiwa haujawaheshimu watu na wao nini hawawezi nini kuheshimu, hawawezi nini kuheshimu. Lakini pia watu ikiwa wanakutekelezea wewe haki zako, wanakuheshimu, wanakufanyia kadha wa kadha, basi na wewe pia nini watekelezee haki zao. Tamam. Na akatueleza kwamba yule mwenye kuwakosea watu anakuwa hajawakosea watu tu, lakini pia amekosea pia na maisha. Tamam. Kwa sababu binadamu tunaishi kwa kusaidiana, lakini pia kwa kushirikiana. Sasa wewe unapowakosea watu atakusaidia nani? Unajitengenezea mazingira magumu. Kwa hiyo tuwaheshimu watu ili na wao pia nini watuheshimu, tuwatekelezee watu haki zao pindi wao wanapotutekelezea sisi haki zetu. Lakini pia tusijaribu na tusipende kugombana au kukosana na watu, kwani tutakuwa nini tunakosea maisha pia vile vile. Tamam. Akaendelea kusema anta hasbi wa fika lilqalbi hasbu wa lihasbi in sahha li fika hasbu la ubali mata widaduka li sahha min ad-dahri ma ta'arrada khatbu. Haya mashairi imewekwa taarikhi ya chini kwamba haisi kunasibishwa kwa Imamu na Shafi'i, sababu ni mashairi ambayo onekana hata aliyeandika ni mbichi mno katika upande wa lugha, hajaiva bado. Ndio maana utaona kuna takrari za maneno yajirudia, maneno yajirudia, lakini pia hayajakaa vizuri kiasi muda mwingine hata unashindwa kuyaelewa kilichokusudiwa ni nini. Tafsiri inaeleweka, lakini sasa kilichokusudiwa ni kitu gani? Tamam. Kwa hiyo tuyasome nayo. Anasema anta hasbi, wewe ndiyo tosheko langu, wa fika lalqalbi hasbi, na kwa kuwa wewe moyo wangu unapata kutosheka. Walihasbi in sahha li fika hasbu, na sifa yangu ya kutosheka. In sahha li, ikiwa itaswihi kwangu mimi, fika hasbu, basi wewe ndiyo tosheko langu. Kwa maana ile sifa yeye kutosheka ikiwa itaswihi, kwa maana ikiwa itawepo katika kifua chake, katika moyo wake, basi tosheko lake ni wewe. Na hapa inaonyesha mshairi ni kana kwamba anaongea na Allah subhanahu wa ta'ala, anaonyesha kwamba yeye ni mwenye kutawakkal kwa Allah na hana chingine chenye kumtosheleza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Kwa walihasbi, na ile sifa yangu ya kutosheka. In sahha li fika hasbu, in sahha li, ikiwa itaswihi kuwepo katika moyo wangu, kuwepo katika kifua changu, fika hasbu, basi wewe Allah ndiyo tosheko langu. La ubali mata widaduka li sahha, la ubali, sijali mimi, mata widaduka li sahha, ni muda gani mapenzi yako wewe kwangu mimi sahha yatakuwa ni yenye fusuhi. Nikana kwamba huyu mtunzi anaonyesha kwamba yeye hayupo katika fungu la wale waja ambao Allah ametangaza kuwa anawapenda, nao ni wacha Mungu. Ni nani wacha Mungu? Nikana kwamba anaishutumu nafsi yake kwamba mimi sipo katika wale ambao wametangaza moja kwa moja kwamba nini unawapenda. Kwa hiyo nina imani kwamba sipo katika fungu la watu unaowapenda, lakini pamoja na hivyo, la ubali, sijali, mata widaduka li sahha, ni muda gani mapenzi yako ewe Mola wangu yataswihi kwangu mimi, minad dahri, katika maisha yangu yote, ma ta'arraba khatbu, muda mitihani imekuwa ni yenye kunipata mimi, basi wewe utabaki kuwa ni tosheko langu, na wewe ndio utabaki kuwa ni mtu ambaye mimi namtegemea. Tamam. Kwa katika shairi hili huyu mtunzi aliandika ni kana kwamba anaonyesha kwamba Allah ndiyo tosheko lake, ndiyo tosheko lake, lakini pia anajishutumu nafsi yake kwamba hayupo katika fungu la wale waja ambao Allah ametangaza moja kwa moja anawapenda. Lakini pamoja na yote
hajaacha kuwa ni mwenye kutawakkal kwa Mwenyezi Mungu na hajaacha kumfanya Allah ndiyo tosheko lake katika mambo yake yote. Tamam. Ndo akasema la ubali mata widaduka li sahha min ad-dahri ma ta'arraba khatbu. Tamam, sijali, lakini mimi sibadilishi msimamo wangu. Nikipatwa na matatizo, nikipatwa na raha, nikipatwa na lolote lile, wewe Allah ndiye utakayebakia kuwa ndiye yule ninayemtegemea na ndio utabakia kuwa ni tosheko langu. Tamam. Sabrun subira, sabrun subira. Anasema Imamuna Shafi'i, wama dahru illa hakadha fastabir lah raziyatu malin au firaqu habibi. Wama dahru, na hayakuwa maisha, illa hakadha, isipokuwa ndiyo haya haya. Wama dahru illa hakadha, na hayakuwa maisha isipokuwa ndiyo haya haya haya. Fastabir lahu, basi kuwa na subira nayo. Fastabir lahu, kuwa na subira nayo. Raziyatu malin au firaqu habibi. Razia ni khabarun limubtada'i mahbuf, akimaanisha huwa hayo maisha. Raziyatu malin ni kupata msiba wa mali. Razia bimaana musiba, razia bimaana musiba. Kwa nasema huwa hayo maisha, raziyatu mali ni kupata msiba wa mali, akiwa na maana maisha miongoni mwa hali zake ni kupoteza mali, aidha kwa kupoteza akiba yako au kwa kupoteza mazao yako yakapigwa mafuriko na maji, au kupoteza mifugo yako kwa maradhi, au kupoteza kazi yako. Tamam, ndio maisha hayo. Tamam. Kwa hiyo huwa hayo maisha, raziyatu mali ni kupata msiba wa mali, kwa maana ni kupoteza mali. Hiyo ni hali katika hali za kimaisha. Au firaqu habibi, au kufiliwa na kipenzi chako. Au firaqu habibi, au kufiliwa na kipenzi chako. Hali za kimaisha ziko nyingi, lakini kwa kuwa mashairi yanataka ufupishaji wa habari na ujumbe ufike, basi ametaja hali miongoni mwa hali za maisha. Tamam. Ilitakiwa kama kuendelea kuzitaja zisingeishia 2, zingeendelea 3 mpaka zikafika mamilioni huko, lakini yeye amekusudia kufanya ikhtisar na kufikisha ujumbe kwamba maisha ndiyo haya. Tamam. Wama dahru illa hakadha, hayakuwa maisha isipokuwa ndiyo haya haya. Fastabir lahu, basi kuwa na subra nayo. Hayo maisha huwa hayo maisha, raziyatu mali ni kupata msiba wa mali, kwa maana miongoni mwa hali zake ni kupata msiba wa mali, au firaqu habibi, au kufiliwa na kipenzi chako cha karibu. Tamam. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan nakhsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.